Loud and clear as it goes. Mimi nafikiri nakusikia vizuri. Maana mwanzo ulikuwa unajibu lakini ilikuwa sikusikii. Nikawa na hofu kasema Mungu. Sasa hivi anaongea simsikii, lakini studio sasa hivi wameshatoka, hapa tunaweza tukaelewana Inshallah. Vizuri sasa. Naam. Hapo nakusikia. Sasa tutaenda sawa mimi na wewe. Amin, amin. Kwa jumla tuanze kwanza nisikucheleweshe tena. Naam. Tueleze historia ya utumwa ilitokana na nini hasa, na je, kwa nini swala la muhimu katika dunia sasa? Lakini kwanza nielezea kwanza kwa ufupi kwamba UNESCO, shirika la UNESCO wanasema kwamba tarehe 23 Agosti kila mwaka ni siku ya kimataifa kumbukumbu ya biashara ya utumwa na kukomeshwa kwake, ambayo inaadhimishwa duniani kote chini ya usimamizi wa UNESCO. Na hii inatokana na yale yaliyotokea mwaka 1791 huko katika Santo Domingo, Naam. Kama Haiti. Naam. Tadakta. Nakupa historia kidogo yani kwanza. Hakuna shida. Naam. Okay, nilishakueleza hivyo. Sasa kwa jumla kutokana na hayo, nafahamu kwa wenzetu wa Afrika Magharibi, wao watu wengi walichukuliwa kapelekwa katika bara la Amerika na visiwa vya maeneo yale huko ndo ya Caribbean, lakini huko kwetu pia utumwa kwetu watu walichukuliwa na kupelekwa nchi za Kiarabu na hata India. Unajua India kuna Wamakonde wengi kule, kama historia kuna kabila linaitwa, sikumbuki kabila gani, lakini ni wanatoka ambao wafanya Afrika Mashariki. Sasa kwa ujumla tuelezee utumwa ulitokana na nini hasa? Nikakwambia kuwa historia ya utumwa wala si mtu kuulizwa leo, ni kitu kinajulikana. Sasa tunakwenda karibu miaka 300. Yale muhimu ni kuwa utumwa umechukua propaganda. Utaona utumwa ambao unapewa nguvu zaidi. Hao UNESCO ni kwa sababu ile Umoja wa Mataifa, ndio maana umeona UNESCO imesimamia hili kwa Haiti. Lakini hasa ukisikia utumwa unazungumzwa hasa huku Afrika Mashariki, na wanaozungumza wengine watu wa nje, ni ule utumwa ambao wanasema Waarabu wamechukua Waafrika hapa kuwapeleka Arabuni, ilhali ukifika Arabuni hawa watumwa waoni. Manipata Bialima? Nimekupata. Naam. Sasa utumwa ni nini hasa? Maana kumchukua mtu ukamteza nguvu, ukampeleka mbali na kwao, ukwenda kumtumikisha bure. Dhulma kubwa kabisa. Na athari yake ni kwa huku ulikomtoa huyu mtu, alikuwa na mke sengeli, alikuwa na watoto, alikuwa na familia, alikuwa mtu na heshima zake, yote linakuwa yamefutika. Ukisoma historia ya utumwa wa Marekani, slave trade, kuna watu walichukuliwa huku, mashehe, watu wenye elimu zao na heshima zao, wamekwenda kule, wamefanya si lolote si chochote, na wengine wameandika mpaka maisha yao. Hii ni mambo yanofahamika. Ndio nikasema basi kama nataka kutuzungumze kuhusu utumwa, kwa nini hatuzungumzii ile fidia ambayo Afrika ingepewa? Na wale waliochukua utumwa, sio huu utumwa wa kuchovya wa kusema kuwa walichukuliwa watumwa wa Afrika Zanzibar kutoka bara huku wakapelekwa Arabuni. Hii si haki. Naam. Sasa mimi nimetamani vile ulivyosema kwamba watu walichukuliwa kwenda kunyonywa na nguvu zao. Ile ndio maana kamili ya utumwa. Naam. Mtu anachukuliwa kwenda kule na kupelekwa, alafu apewe chochote kazi bure. Si umesoma kitabu cha Alex Haley bwana Roots? Ameleta kila kitu mle. Naam, maarufu. Na sinema katengenezwa maarufu. Sasa kwa ujumla hiyo unaelezea kwamba watu walichukuliwa huku kwetu wakapelekwa kule, wakafanywa si chochote, wakanyonywa, wakaumizwa. Sasa wao utumwa wao ambao umeuelezea hivi yani. Umeshasema kwa lakini nataka pia niseme uliathiri vipi jamii za Kiafrika? Ndio imeathiri sana, kwa sababu umechukua nguvu kazi ile ya Afrika umepeleka kwako kwenda kuitumia wewe kwenda kulimia mashamba bure. Sasa haya mashamba ya Afrika lime nani? Ule ujuzi wa Afrika nani atauendeleza ikiwa umewachukulia wale watu? Manake watumwa wanachukua watu vijana ambao shababu ambao wanaweza kufanya kazi, na wanawake ni wanawake ambao wanaweza kufanya kazi. Athari ni kubwa, iko wazi, wala haitakiwi mtu kueleza. Kwa hiyo binafsi kwa mtazamo wako unaona kwamba haya yanatokea nyaka hiyo, kwa hizi changamoto ambazo tunashuhudia hivi sasa zinaweza zikawa ni chanzo? Changamoto zipi? Hususan katika upande wa maendeleo.
miaka zaidi ya miaka. Bi Halima, zaidi watu walichukuliwa miaka mingi, yani athari zake zinaweza zikaonekana mpaka leo. Leo athari zake hatuwezi kusema ni kwa utumwa, sasa tutasema ukoloni. Tutazungumzia kuhusu ukoloni, si hatuwezi kusema tena hii ni utumwa. Sasa tunasema ukoloni. Sasa utumwa ulishakusha miaka mingi, ukoloni wametuweka katika ukoloni, wametunyonya. Maarufu, kuna vitabu maarufu ambavyo vimeandikwa na waandishi wa nchi zetu hizi kama Rodney, maarufu kitabu chake, wengine Andrew Grunda Frank, watu wa Brazil hao, wote wameeleza mambo haya, athari yake inafahamika. Lakini Sheikh Ahmed Said, naam, kwa mujibu wa historia tunavyoona kwamba watu wazungumza, vijana wengi shabab walichukuliwa wakati ule wakapelekwa labda Arabuni ama wakapelekwa Marekani. Bi Halima, unaipenda Arabuni na utumwa na ushika pale Arabuni. Kenda nani? Nenda Arabuni pale katiza, nenda Omani kwa watu katafuta watumwa pale, nenda Saudi Arabia katafuta watumwa. Haya basi tuzungumzie Arabuni. Au unaogopa dadangu, unaogopa BBC? Hapana, nichukulie mfano mimi natolea mfano nchi za hizi labda Afrika Magharibi. Naeleza kwamba wengi walienda Marekani, ambapo pia tunaona sasa hivi Black America ambao wako kule. Naam, wala hawajifichi. Ukifika New York, nenda Harlem pale utawakuta wanakusubiri, utawaona. Nenda Mississippi, chungu mzi wako pale. Ni wengi. Sasa nichukuliwa wale, ni nguvu kazi nyingi ilichukuliwa yani. Naam. Kumbuka miaka ile kuna miji mingine ya kihistoria ilijengwa miaka ile yani. Naam. Sasa wewe huamini kwamba wale waliochukuliwa wale waliochukuliwa kama wangekuwepo wasingechukuliwa, pengine hii miji ya sasa ambayo tunaiona labda West Africa ingekuwa ni vizuri zaidi yani. Uone kwamba ile nguvu ilichukuliwa ikashindwa kuendeleza. Ndio hilo ninakwambia mimi Bi Halima. Ndio hilo ninakwambia mimi. Kuwa ile nguvu baada ya kutumika Afrika imekwenda kutumika Ulaya na Marekani. Tena kwa bure, hata senti moja watoi. Naam? Kwa hiyo changamoto ambazo tunazishuhudia sasa hizi nyingine za maendeleo pia zimesababishwa na kuchukuliwa kwa ndugu zetu. Hapo nakwambia hapo hapana, kwa sababu miaka 300 400 ni 1791 mbali mno. Haya sasa tunashuhudia sasa hivi ni ukoloni. Umekuja wakatutawala kwa nguvu nchi zetu na tukapigana nao, wakaua wazee wetu. Wana bunduki, wazee wetu wanapigana kwa mikuki na mishale, wakachukua hizo nchi, wakachukua mali zetu zote wakapeleka kwao. Hili ndio la kuzungumza, lakini sio kwa leo. Kama kuna athari ya utumwa uko wapi tena? Hakuna. Leo nenda Zanzibar wanapopigia sana na wanapopepea sana utumwa, katafuta ukoo ambao kwambia sisi tuliwahi kufanywa utumwa hapa, kawatafuta kama utawaona. Hakuna mtu kama huyo. Sawa. Sasa kwa sasa ni athari zipi za biashara ya utumwa ambazo bado zinaonekana katika jamii zetu za Afrika na watu wenye asili ya Afrika duniani, mfano Marekani? Nimekujibu, nimekuambia leo athari ya utumwa haipo tena. 1791 mpaka leo 2026, karne zaidi ya 3 na kuna karne 4. Hiyo athari bado itatokea wapi? Hakuna. Natolea mfano, mimi nauliza mfano Marekani. Unajua Marekani bado Waafrika wale bado hawako sawa na wazungu. Hiyo inafahamika. Pia haitokani na athari za ubaguzi.